zangu, swala la lishe ni swala muhimu sana, na ndio maana wenzetu wa UNICEF na serikali ya Norway wamekuja na mpango huu ya lishe ya mwanao, ambayo ni project inatekelezwa katika halmashauri ambayo ina halmashauri ya wilaya Mbeya pamoja na halmashauri ya wilaya ya Rungwe na Mbarali. Hakika tunawashukuru sana wadau hawa wa maendeleo. Wao wameungana Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwenye kumhakikisha kwamba tunatoa lishe bora kwa watoto wetu, hasa chini ya umri wa miaka 5 na kwenye rika mbalimbali ambazo zimetajwa kwenye mpango huu wa mwaka mmoja, ambao kuanzia Januari mwaka 2025 mpaka Disemba mwaka 2025. Niwahakikishie kwamba wadau wote wa maendeleo ambao serikali ya Norway pamoja na UNICEF tutashirikiana bega kwa bega kuhakikisha kwamba mradi huu unatekelezeka na tunakuwa na taifa lenye watoto bora kabisa kwa ajili ya kulitumikia taifa la Tanzania. Ndugu zangu, niseme tu kwamba maziwa ya mama pekee hayatoshi. Pia ndio maana tunasisitiza kwamba tuwe na wadau mbalimbali ambao tunashikamana nao. Mkoa wa Mbeya umepiga hatua kubwa katika kuboresha hali ya lishe, ambapo hali ya lishe kwa watoto wa umri ya chini ya miaka 5 umeendelea kuimarika kutokana na juhudi kubwa za utoaji wa elimu ya lishe kwa jamii. Na tumeona kwamba pale kuna swala la matone, kuna upimaji wa mtoto katika kukabiliana na swala zima la ukondefu pamoja na udumavu. Hivyo basi, kwa utoaji wa elimu ya lishe kwa jamii na unasihi wa ulishaji wa watoto wachanga na wadogo unaotolewa na wazazi na walezi, kiwango cha watoto umri wa chini ya miaka 5 na miezi 6 wamenyonyeshwa maziwa ya mama pekee na kumeongezeka kutoka 27% mpaka hivi sasa. Na takwimu zinaonyesha kwamba mwaka 2022 hali ya lishe imeimarika ikilinganishwa na mwaka 2018, ambapo kiwango cha udumavu katika mkoa wa Mbeya kimepungua kutoka 33.8 hadi 31.5. Tuwapigie makofi mengi sana wadau wa lishe na maafisa lishe wetu wa mkoa mpaka na wilaya. Ingawa kiwango hiki bado kipo juu kiwango cha kitaifa ambacho ni 30%. Mikakati ya mkoa kufikia mwaka 24 ifikapo mwaka 2030. Na kwa mkakati huu wa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo, tunahakikisha kwamba ifikapo mwaka 2030 udumavu utakuwa umepungua na kufika 24% kwa mkoa wetu wa Mbeya. Asanteni sana wadau mbalimbali wa maendeleo, asanteni sana maafisa lishe wa halmashauri, asanteni sana afisa lishe wa mkoa wetu wa Mbeya. Hapa natoa rai kwa halmashauri zetu za mkoa wa Mbeya kuhakikisha kwamba kiwango cha udumavu kiendelee kupungua kwa kasi kubwa, kwa sababu nguvu tunazo, uwezo tunao, vyakula tunavyo. Kikubwa tuendelee kuona kwamba wenzetu wametupa maelekezo pale namna ya kuandaa chakula cha mtoto ili kukabiliana na swala zima la udumavu na utapiamlo kwa mkoa wetu wa Mbeya. Aidha, kiwango cha uzito pungufu kimepungua kutoka 9.8 hadi 1.4. Ukondefu umepungua kutoka 2.7 hadi 0.6, na uzito uliozidi umepungua kutoka 5.3 mpaka 5.2. Haya ni mafanikio makubwa sana. Hivyo nimpongeze sana katika utawala wa mkoa wa Mbeya kushirikiana na waheshimiwa wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri, wenye viti wa halmashauri pamoja na madiwani na wadau wa lishe kwa kukabiliana na jambo hili. Hivyo tujipongeze wenyewe kwa kujipiga makofi mengi sana katika kikao hiki. Hali ya lishe kwa wanawake pia imeendelea kuimarika, ambapo kiwango cha uzito pungufu kwa wanawake walio katika umri wa kuzaa, yani miaka 15 hadi 49, kimepungua kutoka 4% hadi 3.4. Aidha, kwa kipindi cha Julai hadi Disemba mwaka 2024, 95.02 ya wajawazito waliohudhuria kliniki walipatiwa vidonge vya kuongeza wingi wa damu, na hii tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Mkoa kwa kushirikiana na halmashauri zake umeendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ya kupambana na changamoto za lishe, hasa udumavu wa watoto chini ya umri wa miaka 5, ikiwemo kwa kuhakikisha mkoa unawezesha kutoa uboreshaji wa masuala ya lishe kwa kutenga kiasi cha shilingi 1,000 kwa kila mtoto wa umri chini ya miaka 5 katika kila halmashauri yetu ya mkoa wa Mbeya. Kwa niaba ya mwakilishi mkazi wa shirika la UNICEF Tanzania, na ni furaha kubwa sana siku ya leo kuweza kuhudhuria hii shughuli ya uzinduzi wa mradi wa lishe ya mwanao, mradi ambao unalenga kupunguza udumavu utotoni
na kuboresha matokeo ya lishe ya vijana kupitia miundo na mifumo ya jamii iliyoimarishwa. Udumavu ni changamoto inayoathiri ukuaji wa kimwili na wa kiakili wa watoto na matokeo ya muda mrefu kwa afya zao, elimu na tija ya baadaye. Mheshimiwa mgeni rasmi, hali ya udumavu katika mkoa wa Mbeya ni 32%, ambao ni juu kidogo ya wastani wa kitaifa ambao ni 30%. Hata hivyo, kwa vigezo vya shirika la afya duniani WHO, kiasi chochote kinachozidi 30% ya udumavu ni kiasi kikubwa sana. Hivyo basi hatupaswi kutulia, bali hali hii inatuita kuchukua hatua za haraka na za pamoja ili kulishughulikia visababishi vikuu na kupunguza athari za watoto wetu. Ikizingatiwa kwamba mkoa wa Mbeya ni miongoni wa mikoa ambayo inazalisha mazao ya chakula kwa wingi kipindi chote cha mwaka. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi wa lishe ya mwanao unafadhiliwa na shirika la UNICEF na nchi ya serikali ya Norway. Mradi huu unatekelezwa kwa kushirikiana na mkoa wa Mbeya na halmashauri za wilaya ya Mbeya, Mbarali na Rungwe, pamoja na shirika la Catholic Relief Service ambalo linafanya kazi na asasi ya kiraia inayoitwa Consonant. Wastani wa shilingi za Kitanzania bilioni 1 na milioni 300 zimetolewa ili kutekeleza mradi huu kwa kipindi cha mwaka mmoja. Kuanza safari hii, tukumbuke kuwa vita dhidi ya udumavu haihusiani tu na idadi na takwimu za watoto walioduma, inahusu maisha na mustakabali wa watoto wetu. Kila mtoto anastahili fursa ya kukua akiwa na afya, elimu na kuwezeshwa katika kufikia malengo yao. Kwa majina yangu naitwa Doris Munisi, ni meneja wa mradi wa lishe ya mwanao unaotekelezwa na CRS kwa kushirikiana na Consonant kwa ufadhili wa serikali ya Norway na UNICEF. Mradi wetu lengo lake kuu ni kupunguza udumavu na kuboresha matokeo ya lishe kwa vijana wa rika bale katika mkoa wa Mbeya na Njombe. Mradi wetu ni wa mwaka mmoja, ulianza Januari 2025 na utaisha Disemba 2025. Mradi wetu unatekelezwa katika halmashauri 3 katika mkoa huu wa Mbeya, ambayo ni Mbarali, Rungwe na Mbeya DC. Walengwa wa mradi wetu ni watoto chini ya miaka 2 pamoja na wazazi wao. Kama mnavyoona, wengi hapa ni watoto chini ya miaka 5 na wazazi wao, lakini pia wajawazito, vijana wa rika balehe, wanaume vinara pamoja na wanajamii kwa ujumla wenu. Tuna afua mbalimbali ambazo tumelenga kuzitekeleza. Tunazo afua mahususi za lishe na afua mtambuka za lishe. Katika miongoni mwa zile afua mahususi za lishe, tutakuza na kuhamasisha ulishaji wa watoto wachanga na wadogo, kukuza na kuhamasisha matumizi ya vyakula vilivyoongezwa virutubishi, kuimarisha ufuatiliaji na ukuaji wa mtoto na uhamasishaji, na kuboresha hali ya lishe mashuleni. Niseme siku ya leo ni siku maalum ambao kwa sera ya serikali ya afya tupo kwenye kuangalia habari ya lishe. Naweza kuwa na maneno mengi, lakini nataka niongelee habari ya lishe. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, eneo hili ndio eneo ambalo unaweza kujenga taifa imara. Ukitaka kuwa na taifa imara ni lazima ujenge taasisi imara. Lakini utajengaje taasisi imara? Ni lazima uanze na ujenzi wa watu watakaojenga hizo taasisi imara. Kwa hiyo ili upate watu imara lazima uanze kwenye lishe. Uanze kuondoa udumavu na changamoto mbalimbali za magonjwa ya mtoto ili akiwa mtu mzima aweze kutumika vizuri. Hilo nadhani ndio lengo kubwa, na mimi nakushukuru kulizuia hapa leo kwetu, na ningeomba liendelee mahala pengi, kwa sababu ndio namna pekee ambayo tunaweza kuandaa taifa la kesho kupitia hao watoto ambao watakuwa na lishe bora. Nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa kutekeleza hii sera ya lishe, kwa sababu bila yeye hatuwezi kuandaa kwa utaratibu uliotumika. Lakini kupongeza na wewe mwenyewe mkuu wa mkoa, kwa sababu usingetoka ofisini na kuja hapa tusingefanya hii shughuli. Maisha
lishe ya umma na lishe